Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma na Ramadhan Karim. Kwa hakika timu ya Mashujaa FC tuna mchezo na Azam FC, mchezo mgumu ambao tutacheza kesho kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Maandalizi ya timu yangu yamekwenda vizuri na wachezaji wangu wote wako katika hali nzuri, sina mchezaji mgonjwa hata mmoja, wote wako tayari kwa mpambano. Naijua Azam from the beginning, moja ya timu kubwa, timu yenye facilities nyingi. Juzi wametoka kucheza mechi na mabingwa wa nchi Young Africa na kuweza kutoka sare. Hiyo ni kuonyesha ubora wao. Kwa hiyo sisi tunaingia kucheza na Azam kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tunajua tunacheza na timu ambayo ina wachezaji wengi wenye vipaji, wachezaji professional. Ukichukulia timu yangu mimi, wachezaji wangu wote wa nyumbani ama chama yake, lakini nawaamini na najua kabisa pamoja na ugumu wa mchezo, lakini kuna kila tutakachopambana kuhakikisha kwamba Wanatanganyika wanapata furaha, viongozi wa Mashujaa wanapata furaha, nami kama kocha mkuu na benchi langu sote tunapata furaha kuhakikisha tunashinda mchezo huo ili kujiweka katika mazingira mazuri ya mpambano wa ligi kuu ya NBC. Kocha, timu yako ilionekana kuwa na utimamu kwa 100% kwenye mechi iliyopita. Kuelekea kwenye mechi dhidi ya Azam, kimsingi ni mechi ambayo Azam test yao itakuja kwa juu. Kitu gani ambacho nakwenda kuelekea kama game approach kwenye hili kuweza ku maintain ule utimamu wa mwili kwa wachezaji wako? Kwani Yanga na Azam mpaka walivyotoka draw, nani alikuwa hana utimamu wa mwili? Wajua you guys, mpira ulivyo, mpira ni mchezo ambao wewe unajiandaa, unataka kushinda na mwenzio anataka kushinda, no matter unacheza na nani. As long mnakuwa watu 11 kiwanjani, swala la utimamu wa akili kunakuwa hakuna. Sasa utimamu huo wa akili ukawe kwenye second moja ya kurudisha goli. Wale wametengeneza, tumefanya shambulizi ambalo hatukupaswa kufanya shambulizi kutokana na dakika zilizobakia, lakini kwa sababu vijana waliamini kwamba wana pulling ya kutosha na ngeweza kufuata goli, mwisho wa siku mpira ukawa umepigwa kwa fullback, amepiga pasi kwa striker wake ambaye akapiga shuti hafifu ambalo lilidakwa na goalkeeper. Baada ya kudaka goalkeeper, alichofanya akapiga counter wakati timu yote imehama. Hapo ndipo ilipokuja kizaazaa na kuweza kurudisha goli. Sasa wanapocheza mpaka dakika 94 95, sasa hapo tena utimamu uko wapi? Basi watakuwa labda walikuwa wenda azimu, lakini kama walikuwa na akili zilizotimia na wakacheza na wakafanya vile mpaka kufika dakika zile, itakuwa ilikuwa makosa tu ya kibinadamu kama yanavyokuaga sometimes makosa ya waamuzi ya kibinadamu, basi na kwenye mpira sometimes yanatokea as well. Kwenye mpira hakuna hatari. Azam timu ya kawaida, pamoja na kuambia na waheshimu, lakini Azam ni timu ya kawaida. Azam timu kama timu nyingine yoyote. Yanga timu kama nyingine yoyote. Wale wanacheza Premier, sisi tunacheza Premier. Na bingwa anapatikana kwa kucheza mechi, mshindi wa mwisho ndio anakuwepo. Na ligi kwenye msimamo tunasema kitaalamu, usually ligi ni how they finish, show how they stand. Kwa hiyo mkikaa mnasema Azam wana basi nzuri, Azam wana klabu nzuri, Azam wana hela nyingi, sisi hatuna. Sisi kwanza mimi nafikiri Jeshi na Azam sisi tuna hela nyingi kuliko Azam, kwa sababu hii ni taasisi kubwa ya serikali. Sasa Azam wanawezaje kutushinda kwenye hilo? Twende tukashindane mpira, na wachezaji ndio hao. Fei ana miguu miwili na wachezaji wangu wana miguu miwili. Twende tukapambane pale, atakayekuwa na nguvu atashinda, lakini sio tuingie kwa kutuogopesha eti Azam timu kubwa. Na waheshimu kwa sababu ni moja ya timu bora, lakini sio kwamba eti timu ya kutushinda Mashujaa. Never ever.